kwa kukaribishwa katika mkoa huu wa Mkuranga, ikiwa ni mara yangu ya mwanzo kuja katika mkoa huu, na mimi kuacha athar ya kusema chochote kwa ndugu zangu, mama zangu, dada zangu, watoto wangu katika mkoa huu. Niseme kwamba nimefurahi sana kukutana na ndugu zangu katika sehemu kama hii na katika majukumu ambayo mmenipa ya kukumbushana, na muomba Allah subhanahu wa ta'ala ukumbusho huu unifae mimi kwanza kabla ya kuwafaa nyinyi, kwa sababu unapompelekea dobi nguo azifue, lengo lake huwa kukufurahisha wewe mteja, ili kesho na kesho kutwa umpelekee tena nguo zako. Lakini akitahamaka dobi, anaona mikono yake ndio imekuwa safi zaidi hata kuliko nguo zako. Kwa hiyo naomba Allah haya tutakayoyazungumza yatufae sisi kabla ya kuwafaa ndugu zangu. Msemaji mmoja aliwahi kusema, wa ghairu taqiyin ya'muru an-nasa bit-tuqa katabibin yudawi an-nasa wa huwa alilu. Yule ambaye anawaamrisha watu wawe wacha Mungu, yeye mwenyewe hanao ucha Mungu, ni kama daktari anatibu watu wakati yeye mwenyewe ni mgonjwa. Haya tunayoyazungumza mashekhe wote pamoja na shekhe wa mkoa aliyeondoka, huwa tunayaomba na tunayataka yatufae sisi wenyewe kwanza kabla ya kuwafikia ndugu zetu ambao ndio walengwa. Tumekuja hapa kwa afya na uzima, na tunamwomba Mwenyezi Mungu atuongezee siha na afya na uzima tuweze kufanya mengine ambayo yametukabili hapo mbele. Bila ya siha na afya hatuwezi tukafanya jambo, na ndio maana Mtume kila alikuwa akiendewa na ami yake Abbas, akimwomba mambo makubwa yaliyokuwa na manufaa, alikuwa akimwambia, ya am, ewe ami yangu, salillah al-afia, muombe sana Allah akupe afya. Na afya ni kilima kirefu, kina maana mengi, lakini hii tunayoijua ya juu juu tu inatosha, afya. Mmoja akamuhusia mwanawe akamwambia, ya bunayya laqad dhuqtu at-tayyibati kullaha falam ajid ahla min al-afia. Mwanangu, mimi katika kuonja vitamu vitamu vingi sijawahi kuonja kitu kitamu kama siha na afya. Kwa sababu vitamu vyote unavyovijua wewe, kama huna siha na afya, wewe ni mgonjwa, hutokiona kitamu wala kizuri. Kwa hiyo tumuombe Allah tuzidishie siha na afya, na wale wagonjwa Mwenyezi Mungu awape afya na tiba, wawafu katika maradhi yao. Lakini pia mada ambayo nimepewa kuizungumza ni pevu mno na ni muhimu sana, malezi, na ameyazungumza hapa shekhe aliyeondoka, shekhe wetu wa mkoa. Kazi kubwa. Mmoja aliwahi kusema, akasema, yabni alqura, kuna mwenzangu huko anajenga, na mimi pia nimepewa jukumu la kujenga, lakini ujenzi wetu mimi na yeye ni tofauti. Abni rijala wa ghairi yabni alqura, mwenzangu anajenga miji, anajenga madaraja, anajenga barabara, anajenga njia za kupita watu, anajenga majumba. Yabni alqura, anajenga na vijiji. Abni rijala, lakini mimi wamenipa kazi ya kuwajenga watu. Washattana baina quran wa rijal, na kuna tofauti kubwa mno kati ya kujenga miji na kujenga watu. Sasa kazi ya Mtume ilikuwa ni kujenga watu. Ndio maana kazi ya kwanza aliyoifanya alipofika Madina, ukisoma sira utakuta Mtume alifanya mambo matatu makubwa alipofika Madina. Jambo la kwanza, bana masjidahu sharif, alijenga msikiti. Ukipeleleza malengo ya msikiti ni kuwajenga watu.
Wanachuoni wanasema liyarbita silatan bainahum wa baina rabbihim. Huu msikiti ndio utakaandaa mazingira na mawasiliano mazuri kati ya waja na Mola wao, wawe raia wema, wawe watu wazuri, wawe watu wanaoweza kuishi vizuri. Hicho kitu cha kwanza akakifanya Mtume. Kitu cha pili, kataba wathiqatahu shahira, aliandika Bwana Mtume kitu kinachoitwa wathiqa, kwa lugha ya kileo katiba, kwa wale watu waliokuwa wanaishi pale, kwa sababu Madina, mji aliohamia Mtume, haukuwa na Waislamu tu, kulikuwa na Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Kulikuwa na Mayahudi, Banu Qainuqa, Banu Quraidha, Banu Nadir. Kulikuwa na Waislamu wa Khazraj na Aus. Kulikuwa na mushrikina katika Azraj na Aus, al-Khazraj wal Aus. Kulikuwa na watu hawana dini. Kwa hiyo tutaishi vipi sisi hapa katika mji huu, watu wenye dini na mambo mbalimbali ya mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali? Akaandika wathiqa, hii nchi yetu sote, na sote tushirikiane. Akija adui wa nje asiachiwe tu kwamba Muhammad wewe peke yako na watu wako. Hapana, na sisi sote tushirikiane katika kuhakikisha usalama wa nchi hii ni wetu sote. Na mambo mengi, vifungu vingi vilikuja katika wathiqa hiyo. Yote hii pia ni kuwajenga watu. Kitu cha tatu alichokifanya Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, akha baina almu'minin, wale Waislamu sasa ambao wao kiongozi wao ndo alikuwa Mtume, akawajenga katika undugu. Wewe mgeukie huyu, uwe ndugu yako huyu, na kuanzia leo kila kinachokuhusu wewe angalia na mwenzako, mpate kupeana faida ya udugu wenu kuwa mzito. Na ulionekana udugu huu mkubwa sana. Basi kuanzia pale, kuna bwana mmoja akiitwa Saad ibn Rabi', akaondoka na ndugu yake anaitwa Abdurrahman ibn Auf. Kamwambia Mtume, kisha tuunganisha, wewe ni ndugu yangu, wewe unatoka Makka, mimi nipo Madina. Sasa nyinyi watu wa Makka mmekuja hapa hamna kitu, lakini bahati yako umenipata ndugu yako mimi uliounganishwa naye ni mmoja katika matajiri wa Madina, Saad ibn Rabi'. Akamwambia, mimi na mashamba mawili, kuanzia leo moja lako, moja la kwangu. Mimi na mali hizi nitazigawa nusu, nusu yako, nusu yangu. Maadamu Mtume kisha sema wewe ni ndugu yangu, basi nachukua kilichokuwa changu, tunagawana. Alifika pahala akafanya maajabu, akasema, mmekuja kutoka Makka kuja Madina, hamna hata wake zenu wengine wamezuiwa huko. Mimi kwa bahati nina wake wawili, muangalie katika wake zangu wawili, mmoja utakayempenda wewe, mimi nitamuacha umuoe wewe baada ya kumaliza eda. Mimi nikisoma historia siku zote, huwa nikifika pahala hapa naemewa. Mke ni pahala pa hatari. Mimi huwa nawasikia wanawake wakisema mume anauma, lakini pia kwetu sisi wanaume mke pia anauma. Lakini mtu yuko tayari tena anasema, angalia wewe, maana wake zangu wale pale wawili, tizama wewe unayemtaka, mimi nitamuacha. Malezi ndio anafika hapa. Angalau angesema mimi katika wale wawili namuacha yule, ingeambiwa kachoka naye, ndio maana. Lakini sema, angalia mwenyewe unayemtaka, mimi nitamuacha umuoe wewe akimaliza eda. Angalia na aliyepewa ofa ya mali na wake, akasema, akhi barakallahu laka fi malika wa fi nafsika, Mwenyezi Mungu akubarikie katika mali uliyoofa, wa fi ahlika, na wake zako. Lakinnani mru'un tajirun, lakini mimi ni mfanyi biashara. Dullani ala suq, nionyeshe markiti, soko iko wapi tu, mimi nitafanya biashara.
mali yako mistaki, wake zako kaa nao. Huwa najiuliza kati ya watu wawili hawa, nani aliyefanya uchamungu zaidi kumzidi mwenzake? Aliyetoa ofa au aliyekataa ofa zile? Sijui kama ingekuwa zama zetu ingekuwaje. Kwanza una ofa, mke wako ungeitwa bwege. Bahati sisi hatukuwepo zama za Mtume, lakini wengine tungekuwa wanafiki labda. Tuko katika zama hizi huku. Lakini ndugu zangu, hii yote ni matunda ya malezi waliolelewa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawakuona kitu chochote chenye thamani kama kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia Abdullah ibn Dinar anasema, safarna dhata yawmin ma'a Umar ibn al-Khattab ila al-Madina au ila Makkah. Tunatoka Madina tunakwenda Makkah. Tumesafiri na Umar ibn al-Khattab, tukafika pale tumechoka, tukaweka hema letu kwa ajili ya mapumziko. Idha birra'i yanhadiru min fawqi al-jabal, tukamkuta mchunga mbuzi anateremka kutoka jabalini anakuja. Umar alipomuona mchunga mbuzi yule na kundi la kondoo na mbuzi wake na ngamia wake, akamtest, akampa mtihani, akamwambia bi'ni shatan min hadhihi ash-shiya, ebu niuzie kondoo moja katika hawa makondoo uliokuwa nao. Mchunga mbuzi akasema, ana ra'il ghanam, mimi sio mwenyewe, mimi mchunga tu, hizi mali zina mwenyewe. Kwa hiyo ukitaka nikupeleke kwa mwenyewe ununue, mimi si muuzaji wake, mimi kazi yangu kuchunga. Akamwambia bi'ni wa qul li maliki wa qul li sayyidik akalahu dhi'ib, niuzie alafu kamwambie bosi kaliwa na mbwa mwitu mmoja simuone. Atajuaje? Ukishamwambia mbwa mwitu kaja kavamia kundi la kondoo kala mmoja, hakuna kitu utakachoambiwa. Ni kawaida, wanaliwa hawa siku zote huko. Kwa hiyo niuzie mmoja, hela tia mfukoni, hii ni deal kati yangu mimi na wewe. Huyo bosi wako anaona nini hapa? Wewe uko huku majabalini. Sikiliza neno alilolisema mchunga mbuzi kumwambia Umar, wakati hajui kwamba yule ndio amiri almu'minin wakati huo. Akamwambia, aqulu li sayyidi akalahu dhi'ib aina Allah, nikamwambie bosi wangu kondoo kaliwa na mbwa mwitu, Mungu wakati huo nitakuwa nimemweka wapi? Ina maana Mungu hanioni mimi wakati nasema uongo? Nimemwacha wapi Allah? Naongopa vipi na Allah ananiona? Siwezi. Umar Abdullah ibn Dinar anasema akatiririkwa machozi kwa kusikia mchunga ambaye yuko mbali na bosi wake, wala hana taarifa yoyote wa kondoo wake, lakini anasema aina Allah, Mungu si ananiona? Umar hakukubali kumwachia hivi hivi, akamwambia njoo nionyeshe bosi wako yuko wapi. Aina sayyiduk, bwana wako yuko wapi? Akamwambia twende nikupeleke. Alipofika pale pale akamwambia bosi wa mtumwa yule, bi'ni sayyidak, bi'ni abdak, nipe mimi kijana wako huyu kwa thamani yoyote. Akamwambia huwa lak, mchukue. Akamnunua. Baada ya kumnunua akamwambia, mimi nimekununua nikupe uhuru wako, si mtumwa tena. Anta hurru liwajhi Allah, nenda kafanya shughuli zako, wewe si mtumwa tena kuanzia leo. Kisha akarudi akamuuliza, atadri malladhi a'taqak, je unatambua ni kitu gani kilichopelekea mpaka umeachwa huru wewe? Akamwambia la. Akamwambia a'taqatka tilka alkalima, kile kilma ulichosema kile, aina Allah, ule ucha Mungu wako ule ndio ulikuacha huru. Wa arju an tu'tiqaka fil dunya wal akhirah, kama kimekuacha uhuru hapa duniani nataraji pia kitakuacha huru kesho akhira, siku ya kiyama. Nenda zako uko huru. Ndugu zangu, haya ni malezi na yanajengwa kuanzia mbali. Mambo haya yanafanywa kwa kukusudia. Lakini angalia yule bwana aliyeishi na mke wake kwa shida, mke mkorofi, kila
kila akienda maskani kuhadithia wenzake, anahadithia tabu na shida anazozipata. Wenzake wakachoka, mwisho akamwambia, bwana, kila siku wewe unaleta kesi za mkeo, ma dharra law talaqtaha. Katika dini sikadhi anakuambia kuoana kwa wema, kuachana kwa wema. Talikha, achana naye kaoe mwingine. Si unaleta kesi siku zote, achana naye kaoe mwingine. Yule bwana akajibu akasema, akhsha an utalliqaha fayubtala biha ghairi wa ma'adha Allah an akuna sababan fi adha ibadillah. Ndugu zangu, mimi naogopa nisije nikamwacha, ataenda kuolewa na ndugu yangu mwingine. Huyo ndugu yangu atakuwa hajaoa mke, kaoa vituko, na mimi naogopa nisiwe sababu ya kuwaudhi waja wa Mwenyezi Mungu huko watakokwenda. Atanikera mimi aendelee, lakini sitomwacha. Ni kama yule mtu aliyekuwa na panya wengi nyumbani kwake, akaambia wafukuze, anasema naogopa ataenda kumsumbua jirani. Malezi yanafanya maajabu ya mtu kuwa mvumilivu, ya mtu kuangalia maneno anayoyasema, kuangalia pahala anapokanyaga, kuangalia neno analolisikia, kuangalia anachokifanya. Tutaisaidia taifa kubwa, tutalisaidia taifa pakubwa kama tutawajenga watu, kama tutazijenga nyoyo, kama tutajenga watoto, kama tutajenga jamii. Bila ya hivyo tutakuwa tunafanya mambo mengi, lakini mwisho tutakuwa hatufiki au tunayafanya katika misingi isiyo kwa sawa. Mada niliyopangiwa ni refu sana, ni kubwa mno, lakini nitagusa baadhi ya maeneo muhimu ili tupate kufanya mambo mengine. Msalieni Mtume. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam vipi alikuwa akiishi na watu wake? Swala hili aliulizwa mama yetu Aisha, mmoja katika wake zake Bwana Mtume. Kaja bwana mmoja anaitwa Al-Aswad radhiyallahu anhu, akamuuliza, kaifa kana yaishu Rasulullah fi baitihi? Mama, Mtume alikuwa akiishi vipi nyumbani kwake? Na wanawake hao ndo wanajua mengi kuhusu waume zao. Ukitaka kujua wewe sasa hivi fulani bin fulani anaishi vipi nyumbani kwake, muulize mke wake. Lakini yale ambayo waliyasikia kutoka kwa mama wa Kiislamu, mama wa Waislamu, mama Aisha, yalikuwa ni masomo tosha. Kwa sababu tukiambiwa habari za Mtume, lengo sio tu kupoteza wakati kwamba kuna stories watu wanapeana. La, habari za Mtume zinakwenda kwa unwani yake, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Yani huyu bwana Mtume kwenu nyinyi imekuwa ruwaza njema, kiigizo chema. Anatajwa, anasimuliwa, anaelezwa historia yake ili muige. Isiyo mazungumzo alafu mnayaacha pale pale. Hapana, Mtume tumeelezwa yuko hivi, tunajipamba na sifa zake. Sasa katika sira, Mtume kajaza kila pahala ambapo ni pazuri unapopajua wewe na unapopita. In kunta rajulan, ikiwa wewe ni mwanamme, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwanamme. In kunta shaban, ikiwa wewe ni kijana kibarobaro, Mtume alikuwa barobaro. In kunta tajiran, ikiwa ni mfanyabiashara, Mtume alikuwa mfanyabiashara. Wa mali ya bibi Khadija radhiallahu ta'ala anha, akitoka Makka kenda Syria. Ikiwa wewe ni mtu wa mambo ya kijamii, Mtume alikuwa mtu wa mambo ya kijamii. Ikiwa mtu wewe umefika ukapata fitna ya kuingia katika vita na watu wengine, Mtume aliingia katika mambo haya. Vipi alisolve problem kama hizi? Mambo ya mikataba, mambo ya saini mbalimbali, mambo ya sulhi mbalimbali, Mtume yote hayo aliyaishi. In kunta musaliman, ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mtu wa salama na amani, na wewe ukiwa hivyo unatakiwa uwe vipi? Lakini ukiwa babu, mtu mzima, Mtume alikuwa babu, ana wajukuu zake, alikuwa akiishi vipi na wajukuu zake? Ikiwa una watoto, Mtume alikuwa na watoto, akiishi vipi na watoto? Mara nyingine anasema niko kwenye sala, natamani kurefusha sala,
ni swali sala refu, lakini huko katika safu za akina mama nasikia mtoto analia, amemchagiza mamake. Basi Mtume anasema nafupisha sala kwa sababu mtoto yule mama apate kuwahi kumfanyia khidma na service zake. Huruma mpaka kwa watoto. Anamchukua mtoto anambusu Rasulullah, bali anashuka mpaka kwenye mimbar anapoona wajukuu zake. Rasulullah anashuka kwenye mimbar, anasema siwezi kuvumilia, anambeba. Bali Mtume aliwahi kuswali huku amembeba mjukuu wake, mwanawe Zainab, yani Umama, mtoto wa Zainab binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ameswali amembeba, akienda kusujudu anamweka, anasujudu, akinyanyuka anambeba tena, anakaa. Ibada ya sala Mtume kabeba mjukuu, kabeba mtu. Vipi mapenzi yake kwa watoto? Ikiwa wewe ni babu, huwezi hata kushikwa kanzu ukaparamiwa kwenye mgongo na shingo na wajukuu zako. Haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuonyesha vipi babu anaishi na wajukuu zake. Sasa utapenya wapi wewe usimuone Mtume kwamba ni kigezo chako? Ikiwa una mke mmoja nyumbani, Mtume aliwahi kuwa na mke mmoja kwa zaidi ya miaka 25, Bibi Khadija. Hakuoa. Robo karne yuko na mke mmoja tu. Aliishi naye vipi? Ukiwa una mke zaidi ya mmoja, Mtume amekufa wamemkalia eda wake 9. Aliishi nao vipi? Yote utayapata katika historia. Lakini ukiwa wewe ni mtu unayependa mambo ya kuwa serious kila wakati, uso wako hauna hata tabasamu, anasifiwa Mtume kana basaman. Mtume alikuwa mwingi wa tabasamu. Mmoja katika masahaba anasema ma raani Rasulullah illa tabassama ala wajhi, sijakutana na Mtume isipokuwa alikuwa akitabasamu mbele ya uso wangu. Yeye ndiye aliyetufundisha akatuambia tabassumuka inda wajhi akhika sadaqa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaishi vipi nyumbani kwake? Swali Bibi Aisha anaulizwa, akajibu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mihnati ahlihi. Nini maana maneno haya? Anasema Bibi Aisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatumikia wake zake, alikuwa akiwatumikia wakeze nyumbani. Mihnati ahlihi yani fi khidmati ahlihi. Akiwa nyumbani Mtume alikuwa akiwatumikia wake zake. Wazee wangu tulokuwa hapa, ni nani katika sisi anamtumikia mkewe nyumbani? Ni wangapi katika sisi wazee hapa tumeshawahi kumtumikia mke? Yani kumtumikia maana yake sio kumtumikia kule mnakofikiria, kufua, kufagia, kupiga deki, kukata kitunguu, kukoroga mchuzi wakati yeye anapika ugali, kutandika kitanda na mambo mengine ambayo yapo pale nyumbani, kumsaidia. Alokuwa ameshawahi kumsaidia mke wake kazi pale nyumbani anyoshe mkono. Vidole vinahesabika. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Holi zima hiyo watu 1500, wazee ni watu 10 tu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatumikia. Haya ni maneno ya Bibi Aisha, na hii hadithi sio moja. Huyu ni Aswad radhiallahu anhu, Urwa ibn Zubair. Unajua Urwa baba yake ni Zubair ibn al-Awwam. Zubair ibn al-Awwam alimuoa Asma binti Abi Bakr. Asma binti Abi Bakr ni dada wa Aisha binti Abi Bakr, mama yetu radhiallahu ta'ala anil jami'. Kwa hiyo Urwa ibn Zubair anamuita Bibi Aisha mama mdogo. Alikwenda akamuuliza swala kama hilo, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Na hao walikuwa hawaulizi wanataka umbea, hakuna umbea pale. Alikuwa anaishi vipi nyumbani kwake Mtume? Walikuwa wanauliza ili wamuige Mtume.
pale katika msikiti wa Madina pale. Urwa alikuwa anauliza mpaka pale alipokuwa akisimama mtume wakati wa kuswali sala zake za usiku, ni wapi? Anamuuliza mamake mdogo, ili naye kasimama pale pale. Ukienda katika msikiti wa Madina kuna arwika au kuna istiwanat, kuna viguzo vingi pale, na vile viguzo vyote vina historia yake. Istiwanatul wufud, istiwanatul muluk au istiwana al-mushaf, istiwana Jibril, zile istiwanat zina historia yake. Sasa kuna sehemu pale mtume yeye alikuwa akisimama usiku akisali pale, basi wanaompenda mtume kina Urwa, kina Abdullah ibn Zubair, Abdullah ibn Umar, wanatafuta pale pale alipokuwa mtume anasimama, na wao akasimame pale pale. Kwa hiyo kuuliza kwao mtume alikuwa anafanya nini katika nyumba yake, wanataka kujua maisha ya mtume ndani ya nyumba yake, na wao waige kwa nyumba zao. Bibi Aisha akamjibu mwanawe Urwa, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u kama yasna'u ahadukum, kama anavyofanya mmoja wenu nyumbani kwake alikuwa akifanya pia mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaghsilu thawbahu, akifua nguo yake, wa yuhitu thawbahu, akishona nguo yake, wa yakhdumu nafsahu, akijitumikia mwenyewe, akijisavu mwenyewe vitu vingine, mambo mengine. Na katika riwaya nyingine, wa yuraqi'u dalwahu, na alikuwa akitia viraka vyombo vyake vya nyumbani kama ndoo. Wa yakhsifu na'lahu, viatu vyake vilivyokuwa vikikatika akivitengeza mwenyewe. Alikuwa akifanya hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam nyumbani. Ndio maana mwenye Barzanji akasema, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadid alhaya'i wattawadu, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlubu shatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariya. Sallallahu kana shadid alhaya'i wattawadu, yakhsifu na'lahu wa yarqa'u thawbahu wa yahlibu shatahu. Mtume alikuwa akitengeza viatu vyake, akikamua mwenyewe maziwa kwa wanyama wake, mifugo wake, anafanya hizo kazi nyumbani. Akitia kiraka nguo zake pahala pakichanika, mtume anafanya mwenyewe. Wa yasiru fi khidmati ahlihi, na alikuwa akiangalia nini wanataka wake zake nyumbani, akiwatumikia. Leo akikuona mmoja unatumika nyumbani, jamaa kishaekwa kiganjani, hafurukuti, hapindui meza. Juzi nilipita namwona kapinda mgongo anafagia. Wewe umeolewa bwana, hujaoa wewe. Maskani unaweza ukafukuzwa kwa sababu wamekuona unaosha vyombo au unakata kitunguu au unafanya vitu vya nyumbani, lakini kumbe mtume mtukufu wa daraja alikuwa anafanya hivyo vitu wala hakuna matatizo yoyote. Lakini bibi Aisha aliwahi kuona marhala ya bwana mtume nyingi sana katika maisha ya mtu na mkewe. Sema kana yabda'u bisiwaki kabla dukhula baiti, mtume alikuwa kabla hajaingia nyumbani kwake akianza kwanza kusafisha kinywa chake, anaanza na mswaki, kwa sababu nyumbani kule kuna mkeo, ukifika kuna mambo ya kubusiana, ni sunna hizi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, bibi Aisha huyo anasema kana yuqabbiluni wa huwa saim, alikuwa akinibusu wakati amefunga, lakini alikuwa anajiweza kuliko nyinyi, kwa maana kwamba wewe ukifunga usibusu kama hujiwezi. Hii yote ni kuonyesha maisha ya mtume alivyokuwa anaishi na wake zake kwa upendo wa hali ya juu. Wewe kumbuka lini umembusu mke wake kutoka uoe? Kutoka 1995 ulivyokuwa bwana harusi, umepiga busu wakati huo mpaka leo? Lime expire, alijafanywa tajdid. Sasa leo ukirudi nyumbani
mbusu mke wako. Najua atashangaa sana Tony, baada ya miaka 30 unabusiwa tena. Najua atakuuliza umefanya nini kwani leo? Na si ajabu akakuwekea kisugudi hivi, si kawaida, kwa sababu hujazoesha vitu kama hivyo. Mtume wako anafanya hivyo. Sayyidina Abdullah ibn Abbas kwa kabla hajaingia nyumbani kwake alikuwa akienda kwenye mto, yale maji ndio kio chake, akijitizama vizuri kwenye mto wa maji, alafu anaweka vizuri kilemba chake. Sahaba mmoja mwenzake akamuuliza, kwa nini unafanya vitu kama wanawake kujitengeza? Akamwambia, la, mimi napenda mke wangu anione vizuri kama vile ambavyo mimi napenda kumuona yeye yuko vizuri. Sasa kuna haki katika wanandoa inaitwa huquq mushtaraka, lakini mama ihifadhini, haqqun mushtarakun baina al-ithnain. Unajua kuna haki za mke na kuna haki za mume, na kuna haki tunashirikiana wote. Haki moja katika tunazoshirikiana, kama vile wewe unapenda kumuona amependeza mke wako, na yeye pia anapenda kukuona umependeza. Ananukia, yeye pia anataka kuona wewe unanukia. Kuna bwana mmoja nilimsikia asema, mwanamume anatakiwa awe ananuka hivi. Eti katika sifa za ujana dume iwe unanuka hivi. Hawa ndio wanatupotezea vijana. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam hajafika, ulikuwa unasikia harufu yake Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akiweka mkono juu ya kijana, watu nyumbani wanajua huyu mtoto kashikwa na Mtume kichwa kwa ile harufu nzuri. Sasa sisi yetu tunaambizana huku, mwanamume lazima wewe unanuka. Vile ambavyo unataka wewe kumuona mrembo mkeo kapendeza mkeo, na yeye anataka kuona hivyo. Wala hunna, Qur'ani inasema wala hunna mithlu alladhi alayhinna, na wao wana haki ambazo zile ambazo mnafaa wao kuwafanyia na wao wanafaa kufanya vile vile. Haqqun mushtarak. Kwa hiyo Mtume alikuwa anaanza kupiga mswaki kabla hajaingia ndani ya nyumba yake, alafu ndo anaingia anafanya mambo mengine. Haya ni maisha ya Mtume na malezi ya jamii ambayo yamekosekana leo. Tukikaa tunajitupa tu hivyo kitandani, tunalala hivyo bila kuangalia na kurai upande huu wa usafi. Siku moja Umar ibn Khattab alikuja kupata mashtaka kutoka kwa nyumba ya wanandoa. Mke anasema, simtaki mume wangu abadan hata kumuona. Kaletwa mume, hebu njoo, kuna nini hapa? Akiletwa mume mwenyewe, hata mmoja akiambia ndo babako, tena na mimi pia simtaki baba huyu, namna alivyo. Omar akasema, mchukueni mpelekeni bafuni, hebu msaidieni kufanya usafi. Akafanyiwa usafi, akakoga, akakatwa nywele vizuri, akakatwa kucha, alafu akarudishwa sasa katika seble ya Omar, mpaka mkewe kamsahau alivyokuja. Akamwambia, huyu ndiye? Si huyu. Chukua nendeni nyumbani. Kumbe problem ni uchafu tu. Ulivyokuwa usafi umechukua nafasi yake, matatizo yote yametatuliwa. Na mashehe na walimu tunatakiwa saa nyingine matatizo mengine kwa kutizama. Unajua mwalimu kama alivyosema shekhe hapa ni mtu ambaye anaona mbali. Siku moja profesa mmoja anasomesha katika chuo kikuu. Wakati uko ubaoni anaandika vitu, huko nyuma kijana mmoja akapiga miluzi ile ya kuita ndege ndani ya darasa, mpaka klasi kizima kikataharuka. Akigeuka profesa anauliza, nani huyo? Wanafunzi wote kimya, wanafunzi watu wazima. Akaendelea na kuandika, akapiga tena, mtoeni huyo ama tutakuwa hatusomi hapa. Wote kimya. Akigeuka huko anapiga mara 3. Profesa akakaa chini akasema, somo la leo litakuwa limeishia hapa, lakini kuna somo lingine nataka kukupeni. Siku moja nilikuwa natoka nyumbani kwangu, nimetoka kazini, nimechoka, naendesha gari yangu. Njiani nikamkuta mama mmoja anayetabani vile vile. Nikaona huyu mama ana shida na tabu, nikaona nataka kusaidiwa. Kasimamisha gari yangu, nikamuuliza, mama una shida gani? Nikamwambia, matatizo yangu
mwanangu ni makubwa niache. Akamwambia njoo mama nitakusaidia. Nikaingia naye kwenye gari yangu, mama akaanza kunihadithia. Mama akaniambia, wewe profesa nakujua, wewe unasomesha chuo pale? Ndiyo. Asema basi pale kuna mwanafunzi wako mmoja ni mwanangu unamsomesha. Asikii huyo? Ana matatizo huyo? Nimechoka na mtoto huyo. Anaitwa nani kwani mwanao mama? Sasa mimi sina haja ya kukutajia jina lake. Kwa jinsi alivyokuwa mushaghibun huyo, mwenyewe huyo atajionyesha mbele, utamjua tu kwa visa vyake alivyokuwa navyo. Kwanza akikaa tu anapiga sana miluzi, anapenda sana kupiga hizo. Utamsikia tu kwenye darasa lake. Sasa alipotaja vile kupiga miluzi, wale watoto wote wa darasani wakaanza kumtizama yule kijana. Kisha akaongeza, akasema huyo mtoto mwenyewe ni mwana haramu huyo. Watu wakaanza kumkazia macho. Profesa akamjua kama ni yule hata bila kutafuta kazi. Akamwambia njoo hapa. Wewe unafikiria hii PhD yangu niliipata sokoni? Ametumia mbinu za kutatua tatizo. Haya matatizo mengine wala una haja ya kukamata bakora. Wale mashehe wa wilaya wa mkoa wanafuatwa na matatizo. Kuna mambo mengine ukifanya interview ndogo tu au kwa kuona, kwa kutizama tu waliokuja kushtaki pale, unatatua tatizo bila hata ya kutumia nguvu kubwa sana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitatua matatizo kwa sampuli ambayo leo tumekwisha, kwa sababu hatumfuati Mtume mtukufu wa daraja. Mada hii ni refu, lakini nimalizie kwa kitu kimoja nisije nikawachosha. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake ya ndoa alikuwa akikabiliana sana na mambo yanayoitwa wivu kwa wake zake. Mara nyingine Bibi Aisha alikuwa akimwona Mtume ananyanyuka usiku na yeye ananyanyuka mbele yake, ananyatia, anamtizama anakokwenda, asije akawa anakwenda kwa mke mwenzake. Wenye wake wawili haya yanatukuta majumbani. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kumbe alikuwa anatoka na kwenda zake katika makaburi yanaitwa Baqi, anakwenda kuomba dua. Bibi Aisha anafika mpaka Baqi, anamchungulia Mtume anafanya nini, anahakikisha kwamba anamaliza, anataka kurudi, anarudi nyumbani kwake. Kurudi analala amejifunika shuka, huko anahema. Mtume anamuuliza, una nini binti Abu Bakar? Mimi niko katika mambo mengine na wewe unafikiria mambo mengine. Hakumwambia mke wangu nitakuacha maana wivu wako umezidi, unanitafuta mpaka huko. Mimi najua kuna baadhi ya wanaume wanatafutiwa mabodaboda, wanaambia mchunguzeni anapokwenda, angalia kila kona anakwenda. Hayo yapo katika maisha ya ndoa, japo mama zetu nao huwa wanapituka mipaka katika baadhi ya nyakati. Wivu upo, lakini sio kiasi cha mpaka kuhatarisha maisha ya mtu mwingine na kuhatarisha ndoa yako. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hiyo amekaa na wageni wake, anakuta sahani ya chakula kutoka kwa mama Ummu Salama, mkewe mwingine, wakati nizamu ya Bibi Aisha. Bibi Aisha kuiona sahani imetoka kwa mke mwenzake, akaichukua akaipiga na chini ikavunjika. Yani kana kwamba leo siku yangu, kwani huku hakupikwi huku? Haya yanatokea kwa watu waliokuwa na ndoa zaidi ya moja. Mtume ana wageni wanatizama, sahani imevunjwa, na Mtume sallallahu alaihi wasallam reaction yake ikaonekana mbele ya masahaba, lakini alikuwa nzuri. Mtume anawaambia masahaba, haya ukota kilichoanguka, kusanya vipande vya sahani, chukua sahani nyingine mpya, chukua peleka kwa sahani ilikotoka. Alafu asema gharat ummukum, mama yenu ameona wivu, mama yenu ameona wivu. Bas ndio neno alilosema bwana Mtume Muhammad. Sasa fikiria angekuwa shekhe wa mkoa wa Mkuranga hapa, yuko nyumbani na wageni wake, ndio sisi akina Uthman Maalim ni wageni, alafu ile utesahani kutoka kwa mke mwingine, alafu ipigwe mkono na mke wa pale nyumbani. Unafikiria angefanywa nini mwanamke yule mbele ya wageni? Lakini najua kwa sababu mashehe wanajua hadithi kama hizi na matukio kama haya ya bwana Mtume, hawawezi wakakiuka
yale mafunzo ya Mtume Muhammad. Lakini watu wa kawaida hawajui haya. Unapiga sahani, unapigwa buti na wewe, na unapewa talaka mpaka ya babako na ami yako na babu yako, na usirudi tena kwenye nyumba mbele ya wageni wangu. Unanionyesha nini? Kwanza ingelikuwa mimi na mwanafunzi wangu, kutokea siku hiyo ingekuwa uhasama. Msimuone shekhe yule ana ushehe wote, juzi mbele ya macho yetu sahani imevunjwa na hakuchukua hatua yoyote. Anajitia eti kaona wivu, kaona wivu. Kaona wivu nini? Anakupanda kichwani huyo. Lakini Mtume alisema gharat ummukum gharat ummukum, ameona wivu mama yenu, ameona wivu mama yenu. Maisha ya ndoa, maisha ya nyumbani, maisha ya kila siku, Mtume alitufundisha kila aina ya maisha, kila position ambayo utakuwa nayo, basi Mtume aliwahi kuishi katika maisha yake. Anwani iwe ile ile, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hadhi dhunubi fil wara kathurat وليس لي عمل في الحشر ينجيني وقد أتيتك بالتوحيد يصحبه حب النبي وهذا القدر يكفيني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.